Leo ni siku nyingine ikiwa ni Januari 24 ya mwaka 2026. Ni moja kati ya siku ambayo iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kwelikweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Esperance de Tunis dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na hilo ni dimba ambalo litakaloenda kutumika hapo majira ya saa moja kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati kule Tanzania. Mchezo utapigwa majira ya saa moja siku ya hii leo. Dimba hili hapo kama unavyolitazama linaitwa Stade Olympique Hamad Aglebe. Ni moja kati ya dimba bora kwelikweli ambalo kama unavyolitazama hali ya uwanja iko vizuri kwelikweli. Mashabiki wa Esperance de Tunis mapema kabisa wameshaweza kufika katika dimba hili, na kama unavyowatazama hao ni mashabiki ni wengi kwelikweli, na kama unavyoona mashabiki wanautaka mchezo kuelekea katika mchezo wa hii leo. Ni moja kati ya mchezo ambao unahitaji matokeo makubwa kwelikweli, kwa sababu ukijaribu kutazama Esperance de Tunis wanakiwa na pointi 2 huku Simba Sports Club huku wakiwa hawana hata pointi 1. Ni mchezo wa kimaamuzi kwelikweli. Kama Simba akipoteza katika mchezo wa hii leo, ile safari ya kuelekea katika hatua inayofuata robo finali michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi hiyo ndoto itakuwa siku ya hii leo itaenda kuzimika kwelikweli, kwani itakuwa bado wamefikisha tu michezo miwili, ikiwa bado imesalia michezo miwili, huku michezo minne wakiwa yote wameweza kupoteza. Michezo miwili ya mwanzoni wakiwa wameweza kupoteza zote hizo ikiwa wamefungwa, na mchezo wa hii leo kama Simba wataweza kupoteza basi utakuwa ni mchezo wa 3, ikiwa imesalia michezo mitatu, huku mchezo unaofuata dhidi ya Esperance de Tunis ikiwa ni mchezo leo, Simba wakipoteza bado kwa mchezo mitatu dhidi ya Esperance de Tunis, dhidi ya Petro Atletico de Luanda pamoja na Stade Malien kutoka kule nchini Mali. Kwa hiyo Simba mchezo hii leo wanauhitaji kweli kweli, kwani ni moja kati ya mchezo ambao unahitajika kwa sababu moja ama nyingine, kwa sababu ukijaribu kuwatazama Esperance de Tunis ni moja kati ya timu ambayo imedhamiria kuweza kuhitaji mchezo wa hii leo. Kutoka katika dimba la Stade Olympique Hamad Agleb hapa nchini Tunisia, ni mchezo kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Watanzania na wale mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club nao pia tayari wameshaweza kuwasili katika dimba hili na kuweza kuwasapoti klabu ya Simba Sports Club kutoka kule nchini Tanzania. Hata kama ukiwa sio shabiki wa Simba, ukiwa tu Mtanzania, una haki pia ya kuja kuisapoti timu ambayo inayotokea katika ukanda wa taifa lako la Tanzania. Tulishuhudia mchezo wa jana pale nchini Misri katika mji wa Cairo, Al Ahly dhidi ya Dar es Salaam Young African, na pia Watanzania ambao pia wanaoishi kule nchini Misri wao pia waliweza kujitokeza kwa wingi kweli kweli kwa sababu ya kwenda kuisapoti klabu hiyo ya wananchi. Dakika 90 za mchezo huo Yanga waliweza kukubali kichapo magoli mawili kutoka kwa Mohamed Trezeguet, ambao mchezo ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Leo ni siku nyingine ya Watanzania wengine kuipeperusha bendera ya Tanzania. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wana lunyasi kutoka pale mtaa wa Msimbazi leo wanaenda kuipeperusha bendera ya Tanzania kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Steve Barker jana aliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho, ingawa hawakuweza kufanya mazoezi katika dimba hili ambalo dimba hili moja kati ya madimba makubwa kweli kweli, Stade Olympique Hamad Agleb. Simba jana hawakuweza kufanya mazoezi katika uwanja huu. Sababu zilizoweza kupelekea Simba kukatazwa kuto kufanya mazoezi katika dimba hili ni kwa sababu ya uharibifu wa uwanja. Kumbuke kwamba siku 2 zilizopita dimba hili liliweza kutumika, na hali ya hewa kutoka hapa nchini Tunisia ni mazingira ya uwanja, hali ya hewa ya mvua, kwa hiyo kama vile dimba likiwa limezidi kuharibika. Kwa hiyo wenye mamlaka husika wamesema kwamba timu zote mbili zisiweze kufanya mazoezi yao ya mwisho siku ya jana. Hiko ndio kitu ambacho kilichoweza
kufanyika siku ya jana, lakini hakijaharibika kitu. Simba waliendelea kufanya mazoezi nje ya uwanja huu. Ukijaribu kutazama huo uwanja, pembezoni mwa uwanja ndipo ambapo Simba waliweza kufanya mazoezi yao ya mwisho. Esperance de Tunis nao pia waliweza kufanya mazoezi yao ya mwisho kutoka pembezoni mwa dimba hilo la Stade Olympique Hamad Agreb kutoka taifa hili la Tunisia, mji wa Tunis. Moja kati ya mchezo mgumu kweli kweli kwa upande wa Simba, ni moja kati ya mchezo ambao wanaohitaji zaidi kuweza kupata matokeo. Simba kama akitoa sare katika mchezo wa hii leo, basi michezo yake mitatu iliyoweza kusalia inahitajika zaidi kuweza kupata matokeo ya ushindi, kwani Simba mchezo hii leo akitoa sare michezo yake mitatu, akiweza kupata ushindi michezo yote hiyo mitatu, akiwa na alama 10. Inategemea kama wale ambao aliokuwa akishindana nao wakiwa na alama ngapi. Lakini pia ukijaribu kutazama kinara wa kundi hili, kundi D ambalo ni kundi dada, yuko pale Petro Atletico de Luanda, yeye akiwa na pointi 4, Stade Malien kutoka pale nchini Mali na pia wakiwa na alama 4, Esperance de Tunis wao wakiwa na alama 2, huko Simba Sports Club kutoka kule Tanzania wao hawana pointi hata moja. Kwa ukijaribu kutazama msimamo wa kundi, bado kundi jepesi, bado kundi rahisi, lakini kama Simba leo akipoteza, basi safari yake atazidi kuiweka ugumu kweli kweli. Chota Clatous Chama ni moja kati ya wachezaji ambao hii leo wameveshwa mabomu ya kwenda kujilipua kwenye uwanja huu wa Stade Olympique Hamad Agreb kutoka katika mji wa Tunisia. Ni moja kati ya mchezo ambao unahitajika zaidi matokeo ya ushindi, do or die katika mchezo wa hii leo. Lakini pia Shomari Kapombe, nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ni mambo yanakuwa ni magumu kweli kweli, kwani kila mmoja anatamani mchezo wa hii leo aweze kupata matokeo. Kwani mchezo unakuwaje? Eli Mpanzu, Kibisawala, Jonathan Soa pamoja na Chota Clatous Chama, Nio Maema, wote hawa wapo kwenye kikosi hiko cha Simba. Libase Gaye kutoka pale nchini Ivory Coast, ingizo jipya hilo kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Ismaili Oliver Ture na pia ni ingizo jipya katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Rushain The Rock naye pia yuko hapo, Nabi Kamara, Yusuf Ali Kagoma, bila kumsahau Nixon Kibabage naye pia ingizo jipya kwenye kikosi hiko cha Simba. Ni moja kati ya mchezo mgumu kweli kweli kwa upande wa klabu ya leo kutoka katika dimba la Stade Olympique Hamad Agreb kutoka katika mji wa Tunis. Tusubiri na tungoje kuona, kwani timu zote mbili tayari zimeshaweza kufanya mazoezi yao ya mwisho na kila mmoja amejipanga kile ambacho alichokuwa akikitarajia kwenda kukifanya katika mchezo wa hili na kuweza kuwasapoti club ya Simba Sports Club kutoka kule nchini Tanzania. Hata kama ukiwa sio shabiki wa Simba, ukiwa tu Mtanzania, una haki pia ya kuja kuisapoti timu ambayo inayotokea katika ukanda wa taifa lako la Tanzania. Tulishuhudia mchezo wa jana pale nchini Misri katika mji wa Cairo, Al Ahly dhidi ya Dar es Salaam Young African, na pia wa Tanzania ambao pia wanaoishi kule nchini Misri, wao pia waliweza kujitokeza kwa wingi kweli kweli kwa sababu ya kwenda kuisapoti klabu hiyo ya wananchi. Dakika 90 za mchezo huo, Yanga waliweza kukubali kichapo magoli mawili kutoka kwa Mohamed Trezeguet, ambao mchezo ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Leo ni siku nyingine ya Watanzania wengine kuipeperusha bendera ya Tanzania. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wana lunyasi kutoka pale mtaa wa Msimbazi leo wanaenda kuipeperusha bendera ya Tanzania kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Steve Barker jana aliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho, ingawa hawakuweza kufanya mazoezi katika dimba hili ambalo dimba hili moja kati ya madimba makubwa kweli kweli, Stade Olympique Hamad Agreb. Simba jana hawakuweza kufanya mazoezi katika uwanja huu. Sababu zilizoweza kupelekea Simba kukatazwa kuto kufanya mazoezi katika dimba hili ni
kwa sababu ya uharibifu wa uwanja. Kumbuke kwamba siku mbili zilizopita dimba hili liliweza kutumika, na hali ya hewa kutoka hapa nchini Tunisia ni mazingira ya uwanja, hali ya hewa ya mvua. Kwa hiyo kama vile dimba likiwa limezidi kuharibika. Kwa hiyo wenye mamlaka husika wamesema kwamba timu zote mbili zisiweze kufanya mazoezi yao ya mwisho siku ya jana. Hiko ndio kitu ambacho kilichoweza kufanyika siku ya jana, lakini hakijaharibika kitu. Simba waliendelea kufanya mazoezi nje ya uwanja huu. Ukijaribu kutazama huo uwanja, pembezoni mwa uwanja ndipo ambapo Simba waliweza kufanya mazoezi yao ya mwisho. Esperance de Tunis nao pia waliweza kufanya mazoezi yao ya mwisho kutoka pembezoni mwa dimba hilo la Stade Olympique Hamad Agreb kutoka taifa hili la Tunisia, mji wa Tunis. Moja kati ya mchezo mgumu kweli kweli kwa upande wa Simba, ni moja kati ya mchezo ambao wanaohitaji zaidi kuweza kupata matokeo. Simba kama akitoa sare katika mchezo wa hii leo, basi michezo yake mitatu iliyoweza kusalia inahitajika zaidi kuweza kupata matokeo ya ushindi, kwani Simba mchezo hii leo akitoa sare michezo yake mitatu, akiweza kupata ushindi michezo yote hiyo mitatu akiwa na alama 10. Inategemea kama wale ambao aliokuwa akishindana nao wakiwa na alama ngapi. Lakini pia ukijaribu kutazama kinara wa kundi hili, kundi D ambalo ni kundi dada, yuko pale Petro Atletico de Luanda, yeye akiwa na pointi 4, Stade Malien kutoka pale nchini Mali na pia wakiwa na alama 4, Esperance de Tunis wao wakiwa na alama 2, huko Simba Sports Club kutoka kule Tanzania wao hawana pointi hata moja. Kwa hiyo ukijaribu kutazama msimamo wa kundi, bado kundi jepesi, bado kundi rahisi, lakini kama Simba leo akipoteza, basi safari yake atazidi kuiweka ugumu kweli kweli. Chota Clatous Chama ni moja kati ya wachezaji ambao hii leo wameveshwa mabomu ya kwenda kujilipua kwenye uwanja huu wa Stade Olympique Hamad Agreb kutoka katika mji wa Tunisia. Ni moja kati ya mchezo ambao unahitajika zaidi matokeo ya ushindi, do or die katika mchezo wa hii leo. Lakini pia Shomari Kapombe, nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ni mambo yanakuwa ni magumu kweli kweli, kwani kila mmoja anatamani mchezo wa hii leo aweze kupata matokeo. Kwani mchezo unakuwaje? Eli Mpanzu, Kibisawala, Jonathan Soa pamoja na Chota Clatous Chama, Nio Maema, wote hawa wapo kwenye kikosi hiko cha Simba. Libase Gaye kutoka pale nchini Ivory Coast, ingizo jipya hilo kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Ismaili Oliver Ture na pia ni ingizo jipya katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Rushain The Rock na pia yuko hapo, Nabi Kamara, Yusuf Ali Kagoma, bila kumsahau Nixon Kibabage na pia ingizo jipya kwenye kikosi hiko cha Simba. Ni moja kati ya mchezo mgumu kweli kweli kwa upande wa klabu ya leo kutoka katika dimba la Stade Olympique Hamad Agreb kutoka katika mji wa Tunis. Tusubiri na tungoje kuona, kwani timu zote mbili tayari zimeshaweza kufanya mazoezi yao ya mwisho na kila mmoja amejipanga kile ambacho alichokuwa akikitarajia kwenda kukifanya katika mchezo wa hii leo. Tusubiri na tungoje kuona makocha wa timu zote mbili nini ambacho walichoweza kujiandaa ama kukiandaa katika uwanja wa mazoezi. Kocha msaidizi ambaye kutoka taifa la Afrika ya Kusini, Christopher Begam, na pia ni mmoja kati ya makocha ambao wameweza kuingia katika kikosi hiki cha klabu cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu, ufanisi na uweledi katika kikosi hiko cha klabu cha wana Lunyasi. Viongozi mbalimbali wa klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi huko Mzee Cletus Magori pamoja na mtendaji mkuu wa klabu hiyo Bizubeda Sakuru, bila kusahau wajumbe wa bodi ya wakurugenzi kutoka klabu ya Simba, wote hao waliwasili siku ya jana majira ya saa 10 jioni. Balozi kutoka taifa hili la Tunisia na pia akeza kuwapa baraka kikosi hiko cha Simba kuelekea katika mchezo wa hii leo. Moja kati ya mechi ngumu kweli kweli kwa upande wa Simba, moja kati ya mechi ngumu kweli kweli kwa upande wa Esperance de Tunis. Timu zote mbili zina uhitaji mchezo
mchezo wa hii leo. Moja kati ya mechi ngumu, ni moja kati ya mechi ambayo hupaswi hata kukosa siku ya hii leo. Kocha Steve Barker ana kazi kubwa ya kwenda kufanya ama kwenda kurudisha matamanio ama matumaini kutoka kwa wana Lunyasi. Mchezo uliopita Simba aliweza kutoka sare dhidi ya Walima Miwa kutoka pale Manungu mkoani Morogoro, na mchezo ambao uliweza kupigwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo kule Tanzania, pembezoni kidogo mwa mji wa Dar es Salaam. Mchezo ule uliweza kuibua hisia kubwa nyingi kweli kweli kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Wekundu Msimbazi. Simba ni mmoja kati ya mechi ambayo iliyokuwa ni ngumu kweli kweli dhidi ya Mtibwa Sukari. Mchezo ule mashabiki wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba, baada tu dakika 90 kutamatika katika dimba hilo la Meja Jenerali Isamuhyo kule Tanzania, mashabiki waliweza kuizuia gari ya iliyobeba wachezaji wa Simba. Unaona kabisa jinsi gani mashabiki wa Simba ni kama vile wameweza kuhuzunika ama kukereshwa na matokeo ambayo walioweza kuyapata katika mchezo ule uliopita siku za hivi karibuni. Kwa hiyo kama tu Simba waliweza kutoa sare na gari hilo la klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kuweza kuzuiwa, mchezo wa leo utakuwa ni mchezo wa aina gani? Tusubiri na tungoje kuona kama Simba akipoteza katika mchezo hii leo, uwanja wa kimataifa pale Tanzania Dar es Salaam Julius Kambarage Nyerere Airport International, mashabiki wa Simba watajazana pale kuipiga mawe, sijui. Tusubiri na tungoje kuona kama mchezo wa hii leo Simba kama ataenda kupoteza. Kama sare tu mashabiki waliweza kuizuia gari na kusema kwamba tunaumizwa na matokeo ambayo waliweza kuyapata leo. Kama Simba atapoteza, mashabiki wa Simba wataipokea vipi timu yao pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere Dar es Salaam? Tusubiri na tungoje kuona. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ndizo dakika ambazo zitakazoenda kuamuru kutoa maamuzi zaidi, na dakika 45 za kipindi cha pili zitakazoenda kutoa nini hatima ya klabu hii ya Wekundu Msimbazi Simba. Dimba kama unavyolitazama, dimba la Stade Olympique Hamad Agreb kutoka katika mji wa Tunisia, kutoka taifa hili la Tunisia, mji wa Tunis. Hawa ndio wawakilishi pekee ambao wanaliwakilisha jiji hili ama mji huu wa Tunis, na ndio maana wakajiita Esperance de Tunis. Ni moja kati ya wafalme kutoka katika mji huu wa Tunisia, na ni moja kati ya timu ambayo iliyokuwa na fan base kubwa ama idadi kubwa ya mashabiki wa Esperance de Tunis. Wana mashabiki wengi kweli kweli, na wapo katika mji ambao wao wanapotokea ama ilipotokea klabu hii ya Esperance de Tunis. Chota Clatous Chama, Elie Mpanzu Kibisawala, Libase Gayen, Neoma Ema, bila kusahau Nabi Kamara, Rushain The Rock, bila kusahau Oliver Ture, Kibabage, Shomari Kapombe. Wote hao wanaweza wakawa ni moja kati ya timu ambayo ama moja kati ya wachezaji ambao watakaoenda kufanya vizuri katika mchezo wa hii leo. Tusubiri na tungoje kuona dakika 90 za mchezo wa hii leo zitaenda kutoa maamuzi ya aina gani. Mimi naitwa Mpekuzi.com.